Ushaenda Tandika? Shaenda. Kuna embe inaitwa Agatani. Embe hiyo. Ushaenda Tandika? Kuna embe inaitwa Dodo. Inauzwa. Naijua hiyo. Ukienda kutaka kwa mkopo upewi, ila ukitaka Musabala Konte kwa mkopo unapewa. Kwa msimu. Sasa hivi mwezi wa 12 huu maembe upewe kwa mkopo. Embe upewi kwa mkopo. Nani anaweza kukopesha embe? Shaka unakopesha embe na Tandika? Uwezi. Lakini Musabala Konte unapewa kwa mkopo. Maana yake thamani imeshuka. Nichukue nafasi. Mimi naamini moja katika watu muhimu kwenye mpira, ninyi waandishi wa habari, rudini kwenye taaluma yenu. Bado kuna watu kutoka nje kwenye weledi. Kuna watu wametoka nje ya taaluma. Hansi Rafaeli, mwendeni mkamwambia liliandikwa arejee kuliandika. Yule sio mwandishi wa habari, yule mchambuzi. Hamumtaki leo. Kuna mwandishi wa habari alafu kuna mchambuzi. Nilitegemea ninyi waandishi wa habari murudi mkamhoji Hansi kwamba Hansi, sifa ulizozizaje kwa Musabala Konte ziko wapi? Au kwa sababu alikuwa anasifia kanunuliwa laptop ya HP? Laptop ya HP ikamfanya amsifie Musabala Konte, mtaalamu mrithi wa Alili ya ikaweka rekodi toka kwenye nchi asajiliwe mchezaji wa kimataifa hajawahi kucheza dakika 90 Yanga. Dakika 90? Mechi gani? Amekuwa kama funza anaingia na kutoka. Kwa hiyo Yanga pale hawezi kufiti. Kwa kiwango cha Celestine Ekua. Wewe unaona kabisa yule hawezi kucheza Young African? Au unavyomuona shida nini? Shida ya Yanga iko Yanga. Shida ya Yanga iko Yanga. Yawezekana moja wachezaji waliosajili bora, lakini kuna shida. Huwezi timu kapiga hatua mtu anaamua tu leo fulani acheze leo asicheze. Hiyo ndio system yao. System ya mtu anaamua mtu acheze. Alafu kuna taarifa ya ndugu yako Azizi Ndambwile. Moja katika viungo bora ambao mnawakubali Azizi Ndambwile. Watu wanashangaa gari limezima tu zii. Alafu unasikia taarifa kwa maenda kwa mkopo. Wanaogopa sana kuzungumzia wachezaji wa sawa. Na waheshimu sana kwa uwezo wao. Kinachomuondoa Azizi Ndambwile Yanga ukweli wake baada ya kudai hela yake. Niache X500 nisiseme. Watanichukia. Hawakupendi. Unakumbukaga sakata la kati lilotokea hela yake kutokuwekewa? Nakumbuka ile. Ndio lilomuondoa Yanga. Mwanasheria wake akaenda TFF pale kudai hela ya mchezaji wake. Kinachomuondoa Azizi Yanga sio performance. Waeleze watu ambao wenye uwezo mdogo wa kufikiri, waambie Azizi anaondoka Yanga kwa sababu ya uwezo. Sio sawa. Azizi anaondoka kwa sababu ya misimamo kudai haki yake. Ukitaka kuwa mbaya, dai chako. Kisugu. Wako wachezaji Yanga wacheze wamewekewa bifu kwa sababu wanadai. Kama yupi? Semi. Kwa sababu sio bangu mwisho juzi nimeongea naye. Ogopa. Utamchomesha. Leo. Rejea kwenye mechi za awali za Dar es Salaam Africans. Za mwanzoni mwa msimu. Rejea kuna namna ambavyo Azizi performance yake. Nani unamwambia Azizi anaondoka kwa sababu performance imeshuka? Nani? Anakuelewa. Nani anakuelewa kwamba Azizi Ndambwile uwezo wake? Nani anayekwambia Azizi Ndambwile anaondoka kwa wale akina Mwajuma Ndala Ndefu kwa sababu ya performance? Azizi anaondoka kwa sababu ya kudai mali yake, kudai haki yake. Wanasheria wake mpaka wakafika TFF. Leo mtu anadai haki, anaambiwa performance imeshuka, anaondoka. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Hujapenda. Sio sawa. Lakini huu ni mwendelezo wa... Lakini hiki ni mwendelezo katika kile ambacho kilichotokea miaka miwili nyuma iliyopita. Miaka miwili iliyopita. Rejea kwa faili za Sufu. Faisal Salum. Wa mpira. Kijana anaweka rekodi na historia kubwa kwenye taifa la Jamhuri, anaipeleka timu katika timu ya taifa kwenye hatua ya 16 bora. Mimi naamini goli lake ndio goli bora kwenye mashindano. Kisa hela.
Aitaka aboreshewe. Zigo. Alipwe sawa na Master Key. Au at least amkaribie Master Key. Kwa sababu Aziz Ki alikuwa anasubiri kwa Faisal Salum Feitoto. Sana wachezaji wa kizawa. Moja, kwa sababu nawapongeza, wanajitambua. Zamani watu walikuwa waoga kudai haki yao. Lakini leo wanajitokeza, wanakwenda kudai haki yao. Zamani walikuwa wanawaburuza kwa sababu walikuwa wanashinda njia za kupita za kwenda kudai haki yao. Lakini leo dunia imekuwa kubwa, teknolojia imekuwa kubwa. Wachezaji 100% wana sheria wao, wanajua njia za kupita namna ambavyo ya kudai haki yao. Ukidai haki yako, no kucheza. Kudai haki yako, no kucheza. Kidai haki yako, no kucheza. Dirisha dogo unaondoka. Ukitaka kuwa mbaya, dai chako. Lazima ndio kuwa mbaya. Ila nimpongeze sana Azizi. Mtamchukua? Na nimwombe sana Azizi. Mimi na imani kubwa na Azizi Ndambwile. Moja, performance yake. Pili, bado ni kijana na umri, aende akapambana. Na siku zote nimwambie Azizi, akiona mlango wa barazani umefungwa, basi ajue mlango wa uani uko wazi. Aliyekuwa anampa nafasi si Folz. Walikuwa wanapata matokeo wapate? Walikuwa wanapata lakini hawaliziki. Dhamira ya timu inapokwenda katika uwanja ni nini? Kati ya kucheza vizuri na kupata matokeo. Shida. Unacheza vizuri upate matokeo. Unacheza vibaya unapata matokeo. Kipi kizuri? Shida wanashikilia roho. Jamaa za ni magoli yanavyopatikana. Ndio kilimwengu. Football inayochezwa. Pongeze sana Azizi. Nimwombe sana Azizi. Mimi naamini katika uwezo wake atapata timu, atakwenda kuipambania. Tunamtakia kila la heri huko endako. Namuona kama KMC hivi. KMC. Namuona kama KMC. Singida. Au Singida ni kule kule. Hakuna timu inaitwa Singida. Ile Singida